Chomoza, a hub of hope. Kulingana na mengi ambayo wiki hii yameendelea kwenye mitandao ya kijamii. Najua wewe pia unafahamu, lakini moja kati ya kitu haswa ambacho kimechagiza ni kuhusiana na maswali mengi ya wadau, wafuatiliaji wetu ambao wanaifuatilia Chomoza News Instagram pale na mitandao yetu mingine ya kijamii kuhusiana na mafundisho ambayo aliyatoa kwenye madhabahu na akawafikia wadau kupitia mitandao ya kijamii. Kukawa na maswali mengi na nikaona ipo haja ni kufikia mtumishi wa Mungu na tuzungumze, tupate ufafanuzi wa undani zaidi juu ya kile ambacho ulikizungumza kama ufunuo wa neno la Mungu. Ulizungumza wazi, askofu, kwamba kanisani kwako unapiga marufuku mgeni kutoa sadaka. Ni sahihi? Ni kweli kabisa. Hiyo ina swali. Yani shida sio kutoa sadaka. Unajua watu wengi wanasikia neno sadaka, hawajui chanzo cha sadaka. Mimi nawaambiaga watu na Biblia ndio ninavyotaka, sadaka ni takatifu. Waitoao ni watakatifu, waitumiao ni watakatifu, na waipokeao ni watakatifu. Siku yoyote ukiona umekaa sehemu yoyote mtu akakwambia naleta sadaka, elewa notion ikwambie yule mtu ni mtakatifu. Sasa sisi kwenye mifumo ya kiroho tunasema ili mtu ajulikane ni mtakatifu ni lazima awe na ninyi muda usiopungua angalau miezi mingapi? Mitatu. Huyu mtu ambaye sio mwanafunzi, sio ndugu, akija kwako usipokee mpaka utakapoanza kukaa naye ukajua. Biblia hii imeeleza vitu fulani kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 4. Anasema kuendelea kwenu kuwe dhahiri mbele ya macho ya watu wote. Yaani usifanye vitu sirini alafu tuletee. Fanya vitu mbele za watu tujue huyu aliyeleta sadaka anaitwa Evans. Kazi yake anayofanya iko Chomoza. Kama ana siri zake hapa atajuana na Mungu wake. Atajua. Ndio maana tuna tangazo lile linasema kama uliiba jana hujafanya toba usitoe sadaka. Hii ni pamoja na washirika, sio wageni tu. Kama unajua we Evans ni mwizi, mtakaji, mbakaji, default wa mambo ya kimungu kabisa, usitoe, kwa sababu sadaka ni takatifu. Kabla hujaja kanisani kuleta sadaka, yani kabla hata wewe mgeni unayemsemea, tuseme hilo neno sadaka lenyewe linatakiwa litolewe na wacha Mungu. Sawa. Kama sio mcha Mungu asitoe sadaka. Kabla hatujaenda kwenye wacha Mungu na nani hasa anastahili kutoa sadaka, moja kati ya maoni ya wadau pale walikuwa wanasema ibada haiwezi kukamilika bila kuwepo na sadaka au dhabihu. Inakuwaje leo hii unatoka na fundisho ambalo kimsingi ni kama linawaweka watu fulani kwenye kifungo cha kutoa ingali wao tayari wamekuja ibadani? Mzambi umefungwa. Yaani wewe ukishakuwa mzambi tu, yaani kitendo cha wewe kuwa mzambi umefungwa. Sadaka zako ni machukizo. Biblia inasema sadaka ya mwenye dhambi ni machukizo mbele za nani? Yule anayekuja kuabudu. Yafuatayo ni haya sasa. Sawa. Utakatifu wako na kuendelea kwako mbele yetu hatuvijui. Ndio. Umenielewa? Wewe ukija kanisani kwetu mara ya kwanza tunakuhesabu ni mgeni ambaye hajaokoka, kwa sababu ulikotoka hatukujui. Kuokoka kwa mtu ni lazima kuwa declared before others. Ndio maana Biblia inasema ukimkiri Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako huwezi kukiri kwenye miti, unakiri mbele za watu. Maana yake ukikiri mbele za watu kwamba nimeokoka before others. So wewe ukija mara ya kwanza kwetu hatukujui. Na Biblia hii na vitu vya ajabu. Wenda ngoja niseme kwa sababu umetaka kujua vya ndani kabisa. Kwa nini wageni kwetu hawatoi sadaka? Sababu kuu moja, Biblia imeordain wageni wote wahudumiwe. Waebrania sura 13 nasema msisahau kuwafadhili wageni. Kwa nini? Na ninyi mlikuwa wageni. Imeeleza hivyo. Anataka watu wakija kwenu wafadhilini
nina historia kubwa sana ya kufadhili watu. Ni kubwa sana kwenye Biblia. Tuna Ibrahimu alifadhili malaika, tuna Rutu alifadhili malaika ambao hawajui. Kwa hiyo mgeni akija kwako muligadi kama hajaokoka, mpaka uzungumze naye akwambie, mtumishi wa Mungu, mimi nimekuja kanisani, tumeabudu pamoja, niliokoka mwaka fulani, nasali kwa baba wa kiroho fulani, nilikuwa nasali kanisa fulani, hapa katikati pengine nikaharibikiwa, nikaacha kusali, katika mitandao huku nimekuona wewe, nimekuja kwako. Awe na maelezo. Kwa mfano sisi kanisa letu tunaamini kwamba mtu hawi mkamilifu kwa kumjua, ila tunaamini mtu huwa mkamilifu kwa moyo wake na kukiri. Sasa kama unakiri na uenendi kama ulivyovikiri, kwetu hatukutambui. Sawa. Namba 2. Fikiria mshirika ambaye ametoka kanisa la Pentecost, tuseme KKT, Roman Catholic, Sauti ya Shangwe, au anasali popote huko, ambako yule mchungaji amemlea tangu darasa la kwanza mpaka anafika chuo kikuu. Achana na hivi vya chuo kikuu, turudi Jumapili tu kama leo, jana juzi ilikuwa Jumapili. Ukambariki huyo mshirika, ukamaliza kumbariki huyo mshirika akaondoka zake. Uliombariki akaenda akafanya kazi, Mungu akambariki, akapata 50,000. Apeleke wapi sadaka yake? Ailete kwangu, aipeleke kwa mchungaji yule aliyembariki Jumapili? Maelezo anasema kwenye kitabu cha Wakorinto, akupandiaye vya rohoni ale vya wapi? Vya mwilini. Unaviletaje kwangu Jumapili? Mpelekee baba yako aliyekubariki Jumapili iliyopita. Huyo ndo ana haki. Acha hiyo. Kuna watu niwe mkweli tu, kuna watu mpaka sasa ni wachungaji wanalia kilio cha mtoto. Kilio kiko hivi. Anamlea Evans hao unaowaona Dar es Salaam walitoka vijijini, walikomunika vijijini, walifanya kipaimara vijijini, wamechungwa na wachungaji huko vijijini. Mama yake akiwa mjamzito, aliyekuwa anamuombea ni mchungaji aliko kijijini. Amesoma form 1, form 2, form 3 mpaka form 4. Amemaliza form 4, ameenda 5, ameenda 6, ameenda chuo, amemaliza chuo. Kila likizo anaombewa kule kijijini. Ghafla anamaliza kupata ajira ya milioni 5 sadaka ya shukrani, analeta Sauti ya Shangwe. Huyu mzee aliyekuombea tangu darasa la kwanza amekula nini kwako? Bishop, kwa hiyo una maana kwamba wapo watumishi wa Mungu ambao wanakula sadaka ambazo si zao. Sio kidogo. Usiseme watumishi wa Mungu, majizi. Usiseme watumishi wa Mungu, sema yako majizi mjini hapa yanakula mali za watu. Na ndio maana wa prosper. Fikiria kwanza kwa mfano kitu. Hawajaiba lakini ni watu, ni waumini wanaleta kanisani. Kila baraka za mtu ambaye ulitakiwa muelimishe, mwambie hapana, baba yako yuko wapi? Yuko Kigoma. Amekulea mpaka unamaliza chuo, ndio. Ulipokuja kwangu ukuja na barua. Sisi system ya uchamungu inasema kila mtu aliyeokoka akitaka kusafiri aende na barua. Ukishakuja kwangu bila barua ya mchungaji wako, wewe ni violator. Muhuni fulani hivi. Ndio maana ndani ya makanisa tuna majitu mazinzi, yaliacha yamezini huko, yanakuja na laana ya uzinzi, yanabeba sadaka za uzinzi, yanaleta madhabahuni. Madhabahu inakuwa defiled. Hatuwezi kupokea. Kama unataka kuleta sadaka hapa na ni mgeni, njoo na barua ya babako. Unadhani kwamba jasho la maombi ya mtumishi fulani yanaweza kuleta athari kama sadaka ile haitakwenda kwake? Mara zaidi ya 500. Wewe hujajua machozi ya Abeli na machozi ya Yakobo na machozi ya kaka yake yalikuwa ni tatizo. Ukumbuke Yakobo alikuwa anaogopa kurudi kwao kwa sababu alikula mbaraka wa ndugu yake. Yakobo aliogopa kurudi kwao, anasema nikirudi kaka ataniua. Esau ameshaandaa jeshi watu 400 waje kumuua. Huyu akaona isiwe kesa, akaenda kufanya toba usiku. Ndio Mungu akampa kibali. Ukila vya watu jua baraka hutopata. Ndio maana dhuluma sio dhuluma hii unayoiona ya kanisani na madhabahuni tu. Kuna wizi huko mtaani huko mwingi tu. Mchungaji anakodishwa eneo, kwa mfano kama hapa. Hapo una kodi kufanya huduma. Unapokodi kufanya huduma, alafu mchungaji huyo usiku anaamka anaanza kusema nateka nyara, tulisema tunapoweka mahuduma nyewe tunapokanyaga tumeteka nyara. Umekodi na una mkataba wa miezi 6, alafu unateka nyara eneo la watu. Unao ni wizi mwingine. Ni kama kula sadaka za mchungaji. Wewe unaona hii clip ukipeleka kwa watu, utaona kinachotokea. Wachungaji wanalia. Unaona huu ugomvi wa mchungaji anamsema fulani, mchungaji anamsema fulani. Tatizo sio kingine. Hela. Mshirika wako alisali kwangu. Akikuona na kuchukia kwa sababu amehamia hapo. Hamchukii kwa sababu ameleta roho. Kwa sababu ya hela tu. Sadaka.
Sadaka wewe ule kuzaa mtoto, ukipata mtoto wako ukamsomesha akafika chuo kikuu, alafu hizo hera zile na kimada asikukumbuke baba mzazi, unampenda unamlaani. Mshirika akikuletea sadaka zilizoraniwa kwa sababu ya machozi ya mchungaji wake kule, unachokifanya ni hatari. Kwani si vikanisa viko vingi hapa mjini vimeharibika? Vingi tu vimeharibiwa na machozi ya wachungaji vijijini. Mimi nina askofu amenipigia juzi kwenye hii skendo mnayoiona hii juzi. Amenipigia akasema, mchungaji mimi nilikuwa na mshirika ameenda mpaka China, kilichotokea kamtaja na mchungaji aliyekula zile sadaka. Yaani wanalaani sana. Hata mimi nimo. Siwezi kumwombea kijana wangu kama huyu anavyomuona hapo Jovinari. Nimwombee mimi, niteseke naye. Alafu ghafla awe tajiri, eti nisikia amehamia kwa mtu. Mtu huyo sasa kwanza umjue anamcha Mungu au hapana. Wewe unaamini vikanisa vilivyoko Dar es Salaam hapo vyote vinamcha Mungu? Kwa hiyo wewe utaumia kidogo kuliko kuumia. Mimi sinenepeshi makalio ya mwanamke wa mtu. Na nenepesha wa kwangu, nikikutunza wewe unitunze. Nimekuombea ili unufaike na mimi ninufaike. Wengi wanaweza wakasema ni si mfumo rasmi kwamba ufanye huduma alafu wewe uje kulipwa kulingana na wale ambao umetumika. Biblia inasema hivi, Biblia inasema mtakwenda katika nchi ya Kanaani, mkiilima hiyo nchi, mtachukua mazao ya nchi, mtayaleta sadaka kwa nani? Kwa Mungu. Ndio maana Mungu aliweka fungu la 10. Fanya kazi utakazozipata niletee sehemu. Anakupa nguvu ufanye kazi. Ukishamaliza kupata ulete wapi? Madhabahuni. Kwa hiyo ulitaka mimi nikuombee uende. Na kuna mtu alisema tunatoa sadaka madhabahuni, atutoe sadaka kwa mchungaji. Kwa nini unatuzuia kutoa sadaka madhabahuni ambapo mchungaji? Mchungaji yupo. Mungu afanyi kazi mpaka kuwepo na kuhani. Kuhani ndo mimi sasa. Kugundua wewe ni mgeni mzururaji muuni. Sitaki. Yamewahi kukuta madhara ya kupokea sadaka ambazo hufahamu wapi zimetokea ama nani? Freemason kako hapo. Freemason. Mudada alikuja hapa. Akanambia, baba nimekusikia mtandaoni, mimi niko tayari kujiunganisha na madhabahu yako, mimi nataka kufanya. Akabeba dola 2,000. Akaja hapa kutoa sadaka. Anataka kutoa sadaka, mapepo yanalipuka. Tutakumaliza. Nikamwambia sadaka zako nenda. Sadaka zako nenda. Problem sio sadaka tu. Sadaka ikitoka ndani ya chombo, wewe uliwahi kwenda chooni? Uliwahi kwenda chooni huko? Eti maji ya chooni tunayatekaga kunywa? Jibu ni hapa. Ni hapana. Kama chombo ni kichafu, vinavyotoka ndani ni vichafu. Kama mtu ametoka mahala ambako hawezi kupewa utambulisho, kwa nini tupokee sadaka zake? Huyo Mungu hana akili. Yaani Mungu aniletee watu niwachunge, nile sadaka zao, asiyejitambulisha. Wewe tu umetoka kwenye ofisi umejitambulisha. Kwa nini wewe mshirika ulikotoka huko sinijie na barua? Kwa hiyo swala ni utambulisho. Akija mshirika akiwa nimetoka na barua kwa mchungaji X, nimekuja hapa. Kwa hiyo kuanzia hapo uko tayari kupokea sadaka. Simple. That is simple. Ndio maana tulisema kama we ni mgeni umefika kwetu, kaa jifunze tulivyo. Bishop, huoni kwamba unamhukumu mtu kwa vigezo vya nje lakini si vya ndani? Ni vigezo vya ndani kuliko chochote. Nikiwa na barua haina maana kwamba ni uashiria utakatifu wangu. Swali langu ni kuulize swali. Wewe uliwahi kukutana roho inatembea? Roho haitembei. Kinachotembea ni nini? Ni mwili wa binadamu. Sasa mimi nitajuaje roho yako kama sijaona mwili? Kwa lazima nikuone wewe kwanza kabla ya roho. Na ili niweze kujua roho yako iko sawa imechungwa, lazima nipate barua aliyekuwa anakuchunga. Sijui umenielewa? Huwezi kukutana roho inayotembea. There is no spirit that is walking. We walk under the flesh. Kwa hiyo tunatakiwa tujue kwamba mtu hawezi kuwa mshirika kama hana mwili. Kwa hiyo mwili uliokuja kanisani ndio unadili nao kwanza kabla ya roho. Roho nitaijua baada ya kukaa na mimi siku 3, siku 5, siku 6. Roho huwa inaanza kutoa vikorofi vyake vya ndani. Mimi na msichana alikuja hapa. Akaingia kwenye praise. Amekaa nasi kama wiki 2 kwa sababu anakaa sauti kama ka Yesu kabisa. Kijana wangu yule mmoja hapa alitoroka naye. Nimeenda kulala na msikia naambia huyu mtu ni hatari. Nikamwambia jamani, mnamweka kwenye praise. Haya, mwekeni kwa sababu watu wanaona naimba, tukamwacha. Kumbe ni kahaba. Tumekuja kumjua baadaye tukiwa naye ndani ya siku kama 8 hivi. Kama 8. Ni vizuri sana mtu asitoe sadaka, kaa naye kwanza mjue. Na by the way hakuna neji zao huku duniani.
Kama alitoka KKT alikuwa anachungwa na mastai, alikuwa anachungwa na mchungaji yeyote huko, sampigie simu niongee naye tu kabla hujanipa hizo sadaka. Upate uthibitisho. Nipate uthibitisho kwamba huyu mtu huko kanisani kwetu huwa ni mcha Mungu, huwa ni mtumishi wa Mungu, anaishi hivi. Tuambie ulikotoka, kwa nini unakataa kutuambia? Chomoza, a hub of hope.